Tunaona katika Luka 10 mstari ule wa 38 mpaka 42. Biblia inasema, ikawa katika kuenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Marta, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na dada yake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Marta alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo dada yangu alivyoniacha nifanye kazi peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Marta, Marta, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hatanyang'anywa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona, ndugu zangu, kwamba tunapokuwa Wakristo lazima tuangalie sana namna tunavyo muendea Mungu. Hapa tunaona kwamba Yesu alikaribishwa nyumbani kwa Marta na Mariamu, wakitamani, wakipenda kwamba Yesu awatembelee katika nyumba yao na nyumbani kwao, akae nao, wampokee na pia washiriki upendo wa Mungu kwa njia ya Kristo. Lakini tunaona kwamba Yesu alipokuja ndani ya nyumba ile, tunaona hawa watu wawili hawakuwa katika sura moja. Sura ya mmoja ilikuwa tofauti na sura ya mwingine. Tunaona kwamba Marta alikuwa anashughulika sana ili amhudumie Yesu, na Mariamu akashughulika sana kumsikiliza Yesu, kwamba Yesu huyu ambaye amebeba ujumbe wa mbinguni ana nini cha kutuambia. Jambo hili likampendeza Mariamu, kwamba akae miguuni pa Yesu amsikilize, maana hajui kwamba hivi Mungu anataka nini katika maisha yake. Kwa hiyo Yesu amekuja, na hivyo akatamani amsikilize ujumbe alionao na kitu ambacho angetaka Mungu kwake yeye Mariamu afanye. Na hivyo akasikiliza, akawa miguuni pake akisikiliza. Lakini wakati huo huo Marta hakuwa na wakati wa kuweza kumsikiliza Bwana. Alikuwa na wakati mwingine wa kushughulika na kufanya mambo ya maandalizi ya shughuli za ulimwengu huu. Kwa hiyo anaandaa meza, anafanya hili, anapika, anazunguka, anatafuta vyombo, anaweka na hivyo. Lakini kama muda ulivyoendelea, Marta hakuona vizuri, lakini Mariamu alipendezwa zaidi na zaidi jinsi ambavyo Yesu alikuwa akimwongelesha yale mambo ya uzima. Na hivyo Marta akaona kwamba mwenzake hafanyi vizuri, akaanza kumwendea Yesu katika namna ya malalamiko, kwamba mwenzangu huyu mbona hata anisaidii shughuli tuweze kukuhudumia. Ndugu zangu, Mungu anapokuja kwako hataki umhudumie, anataka akuhudumie wewe. Bwana akija kwako hataki wewe umhudumie, maana una nini? What do you have to give God? Nothing. You have nothing to give God. God has everything to give you.
Mungu ndiye mwenye kila kitu cha kukupa wewe. Kwa hiyo Mungu anapokuja maishani mwako ni vizuri ukamsikiliza yeye. Maana sasa watu wa siku hizi wamejua hata kabla hawajaambiwa. Watu wanapenda sana kusema ninajua, lakini hawajui, maana hawajaambiwa. Sasa wewe unajuaje na wewe hujaambiwa? You have not been told, but you know, you think you know nothing. You need to hear from God. Unatakiwa umsikilize, ndipo sasa uwe na kitu cha kuweza kusema. Mungu anapokuja kwako, anakuja ili akufundishe. Mungu anapokuja katika maisha yako ni ili akufundishe, si ili wewe umfundishe, si ili wewe umpe, ni ili yeye akupe, ni ili yeye akufundishe, ni ili wewe upokee hekima, ufahamu kutoka kwake. Haya ndio ambayo Mariamu aliyajua na akavumilia na akakaa akasikiliza, akawa na amani. Unapomsikiliza Mungu unakuwa na amani. Unapomsikiliza Mungu unajua jambo la kufanya. Lakini Martha kwa sababu hakumsikiliza Mungu hakujua la kufanya. Alilolifanya ni la ajabu sana, ni kumlaumu dada yake. Huyu wakati ambapo jamani tunaacha kumsikiliza Mungu, wakati tunapoacha kuomba, wakati tunapoacha kusoma neno la Mungu. Hebu niwaulize hapa ndugu zangu, wangapi wanasoma Biblia kwa wakati wao? Wangapi hawana Biblia? Haya. Wangapi wenye Biblia ambao wanasoma Biblia? Kama unayo, je, unasoma? Haya. Jamani, hiyo ndio njia ya kumsikia Mungu unaposoma Biblia. Ukitaka kusikia Mungu anazungumza nini na wewe, soma Biblia. Utasikia sauti ya Mungu inazungumza na wewe kupitia maandiko yake. Na ni vizuri kila Mkristo awe na Biblia. Kila Mkristo awe na Biblia. Msinunue tu nguo za bei na viatu vya bei. Hivi unajua siku hizi ninaangalia wakina mama, bwana, yaani hao watu ndio wananimaliza kabisa. Hivi ni wakina mama, zile nguo zinashikwa kwa mkono hivi mtu anatembea, zinaitwaje? Zinaitwaje mama Neema? Vijora. Sasa ndugu zangu, si mateso kweli kushika nguo namna hii? Nauliza tu. Mimi sio kwamba napinga, lakini naona huruma. Manake unaona mtu anaenda sasa najiuliza, mateso ya nini? Si ushone nguo tu ikuache huru jamani. Wakina mama vipi? Sasa yote hayo ni kujishughulisha. Yaani unashughulishwa na mambo ya dunia, ambayo hayo yanakutoa katika kujishughulisha katika mambo ya Mungu. Huo ni mfano mdogo sana nimewatolea. Kuna mifano mingi, lakini mimi nimetoa huo mdogo tu ambao mara nyingine naangalia nasema, kina mama jamani, kwa nini ashone mpaka uende huku miguuni? Si ushone tu urudi juu kidogo uwe huru. Is that not right? Au mimi ndio ni kasoroni ni jamani? Wataalamu ni fashion. Haya, ni fashion sawa, lakini fashion kama ina mateso. Sasa si hiyo tuachane nayo tu hiyo fashion jamani. Haya, mimi nimewaachia, lakini nimetoa tu mfano.
katika mawazo yangu mwenyewe, ni opinion zangu hizo, lakini sio sheria. Unaweza kubeba upendavyo, it's up to you. If it is fashion, go with it, that's fine. Mimi sina tatizo sina tatizo ndugu yangu. Mimi maisha yangu mimi niko huru, wala sina hukumu kwa mtu yeyote. Nimewekwa huru kweli kweli, na ninaamini kwamba jamani, tuangalie yale tunayoyafanya, kwa sababu Mariamu alichagua fungu jema la kumsikiliza Mungu, na Mungu akaweza kusema amechagua fungu jema. Tunapotoa sadaka, tunapokuwa na muda wa kusoma Biblia, hiyo ni kule nyumbani unapoacha kazi zako, au unapomaliza kazi zako, umemaliza kufua, umemaliza kupika, ukakaa chini ukasoma Biblia hata kwa dakika 15. Hiyo ni sadaka. Unatoa sadaka kwa sababu hiyo itabariki moyo wako, itabariki familia yako. Utasikia Mungu anakuzungumzia. Hata kama asubuhi uliamka una hasira, ukatumia dakika 15 kusoma Biblia, dakika 15, unaona uponyaji umeshuka katika moyo wako. Unasikia umesamehe, unasikia umeanza upya, unasikia sasa ushindi, unasikia Mungu akikuongelesha, na unasikia amani kwa Ukristo wako, na pia unasikia kuendelea mbele, kwa sababu Mungu anapenda sana kukusaidia. Na Bwana afungue milango, aweze kubariki nyumba yako, aweze kubariki huduma yako, na aweze kukuongoza hatua nyingine zaidi ya pale ulipo. Njoo hapa mbele tuombe. Piga hatua haraka tuombe, na Bwana aweze kukupa hatua nyingine, hatua ya imani, hatua ya matumaini, na pia Bwana atakusaidia katika mambo yote. Sema amen. Fanya tu haraka, nafasi ipo. Njoni tuweze kumuinulia Bwana sauti zetu, na wewe utatoka na kitu kama Mariamu, kwa sababu Bwana atakupa muda, utamsikiliza, na pia Bwana atakubariki. Fungu jema ni kumsikiliza Bwana. Naomba hapo mzee wa kanisa Mama Neema waachia watu wasogee kidogo, wasogee mbele kidogo, kuna nafasi pale, na wasogee pale, mwasogeze, wasogee mbele vizuri. Bwana asifiwe. Hebu kwanza mpigie Bwana makofi ya furaha. Haleluya. Mpigie Bwana makofi ya furaha. Mwambie ninakupenda. Wewe unaweza, na wewe upo, unatenda, wala utaacha kunitendea mema. Inua mikono yako juu. Tuombe wakati huu. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya kanisa lako. Bwana, tunaomba wewe Mungu ambaye unaweza, ukapate kuwapa watu wako neema, na pia wape yale ambayo Mariamu alichagua, kukusikiliza wewe, na pia kupokea kutoka kwako chakula cha uzima na mkate wa uzima, na uzima katika mioyo, uzima katika miili yao. Bwana, tokea sasa katika ibada hii ambayo sio ya kawaida, watu wako wakapokea kitu kutoka kwako, na katika jina la Yesu pokea nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu, na pia hekima ya Mungu, na pia Bwana akutie nguvu, na Bwana akupe imani uweze kuamini kwamba yupo, na yale aliyoahidi yatatokea katika maisha yako. Bwana atakupa kile ulichohitaji kutoka kwake kwa kadri ya utajiri wake. Bwana atakubariki utokapo na uingiapo. Bwana atakuzidishia uzao wako. Bwana atakupa neema, na Bwana atakulinda na magonjwa, atakulinda na balaa na ajali
za barabarani. Bwana atatukupa nguvu, atakupa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utatujibu katika ibada hii. Kila mmoja atapokea kwa kadri ya utajiri wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Piga makofi mazuri kwa Bwana. Shangilie Bwana kwa makofi. Haya, tumpigie Bwana makofi ya juu. Makofi ya juu. Haleluya. Haya, mpigie Bwana makofi ya juu. Haleluya, haleluya. Makofi mazuri. Makofi ya juu.